Jamii imetakiwa kutambua kuwa kuwajali wahitaji sio lazima utoe mchango mkubwa, bali kidogo ulichojaliwa unaweza kutoa kwa wahitaji kuliko kutupa vyakula au mavazi ulionayo. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa kitongoji cha Kilovoko, kijiji cha Tandala, wilayani Makete, Bwana Crispin Raphael Sanga, baada ya kushuhudia mwananchi wake akipewa msaada wa mahitaji ya watoto shuleni na mahitaji ya nyumbani. Ni watu wachache sana wenye mioyo hiyo. Kwa dangu nakushukuru sana. Nakushukuru sana kwa wito wako, na hivi nazidi kuomba tena, hata kama umetoa shukrani, kuomba hawa watoto kikomo chake sio leo tu, na hata mara nyingine wanaweza kuwa wameelemewa. Kwa hiyo naomba dadangu usikate tamaa. Nakushukuru sana na ninakuombea sana kama mwenyekiti wa kitongoji, na pia hizi taarifa ninaweza kuzifikisha pia kwenye serikali ya kijiji, kwani shukrani hizi za kwangu ninashukuru kuanzia ngazi ya kitongoji, pia ngazi ya kijiji, pia nitawakilisha hata kwa mheshimiwa diwani, kwa maana kwa kuungana kwa mtindo huu sio kwamba familia hii ndio inaipata changamoto hiyo tu. Zipo na familia zingine ambazo zinapata changamoto hizo. Akizungumza baba wa watoto hao, Nito Sanga, ambaye amesema mmoja anasoma darasa la kwanza na mwingine anasoma darasa la pili, ambao anasema aliachiwa na mkewe, mtoto mwingine akiwa na umri wa mwaka mmoja na mwingine akiwa na umri wa miaka miwili. Watoto mimi niliachiwa na mwenzangu, kwa hiyo niko nao na walea mpaka saizi. Ndio nashukuru hata kwa kunisaidia mchango. Kwa kweli mahindi shule nilikuwa nadaiwa mahindi debe 2 na maharage lita 10 na mchango wa hela shilingi 40,000. Kila mtoto ni shilingi 20,000. Mkubwa huyu niliachiwa akiwa na miaka 2.5. Huyu mdogo niliachiwa anakuwa na mwaka 1 na miezi 3. Anza kuwaza unapokuwa unapambana huku na huku kuwatimizia mahitaji yao mpaka wameenda shule, unatamani wawe akina nani? Natamani angalau hata wasome waje wapate hata kama kazi yoyote tu ile. Juliet Lucas Nyanda, ambaye ni afisa lishe kutoka hospitali ya Ikonda, amesema aliwiwa kutoa sadaka kwa wahitaji, jambo ambalo ni shauku yake kusaidia wahitaji. Kwa wanatamani watoto wanaoishi kwenye mazingira ambayo sio rafiki sana waweze kufanikiwa kwa namna yoyote ile. Na ndio maana nimemuuliza mzazi kwamba wewe una matazamio gani au una malengo gani juu ya hao watoto? Unaona nini juu yao? Amesema natamani watoto wake waweze kufika mbali. Kwa hiyo hicho kimenifurahisha zaidi, kwa sababu dhamira inatuonyesha mwelekeo. Kwa hiyo niliulizia mahitaji kama baba alivyosema. Walikuwa wanadaiwa kule shuleni debe 2 za mahindi, maharage lita 10 na fedha kama 40,000. Nilivyoona kwamba ni vya muhimu kwanza, lakini nimeshavichukua na nimevileta. Nikaona kwamba familia hii pia inahitaji chakula. Kwa hiyo nimewanunulia ni kama nusu debe ya mahindi wataenda kusaga, maharage lita 4, lakini pia sabuni za mche 2 na za unga 3, mafuta ya kupikia lita 1, mafuta ya kujipaka kwa watoto, daftari na penseli na ufuti na kichongeo. Lakini pia nitawapa fedha taslimu, nitawapa 100,000. Kwa kama hiyo ni 40,000 ataenda kulipa mahitaji yake ya kule shuleni, na ile 60,000 basi ataangalia kama kuitunza kwa ajili ya chochote kile ambacho kitatokea kinahitajika kwa hawa watoto. Mahitaji yao atatunza, kwa sababu watoto kuna muda wanajisikia vibaya. Kwa siku chache hizi itawasogeza kwa mahitaji yao yoyote. Nyingine kwa sababu sisi sote ni ndugu. Kwa namna yote ambayo ukipata nafasi ya kwenda kuona familia yoyote ambayo ina uhitaji, ni vizuri twende, kwa sababu hata kidogo ambacho tunacho ni kikubwa na cha thamani sana kwa watu ambao wana uhitaji. Kwa hiyo nawakaribisha wote, hata kama sio hawa watoto, hata watoto wengine, ili basi waweze kupitia majitoleo ya kuwaona kwa chochote kile tulicho nacho.